Mimi nafikiri kwanza inaanza kwenye nia. Unajua, kwa bahati nzuri sisi tumetokea katika familia na maisha magumu sana. Kwa hiyo kitu yani sisi maisha magumu au ndugu zetu wa chini yani ndio nyumbani kwetu. Sasa tulianza kwa hatua tofauti kulingana na uwezo tuliokuwa tuko nao. Mwenyezi Mungu ametubariki, ametujalia taasisi. Kwa tunapokuwa tuko taasisi na maana nguvu ya pamoja. Hii kilichotoka hapa sio Diamond limetoa. Ni nguvu ya pamoja. Mimi kama mkurugenzi nilitoa maelekezo katika chombo kama ianzishe kampeni fulani mkono wa Idi ambao wakashirikisha wadau tofauti na wadau wakaunga mkono. Na hii ndio maana naosema sote kama ukiunga mkono Wasafi, hujamuunga mkono Diamond tu. Hapana. Umeunga Tanzania, muunga Afrika nzima. Kupitia vyombo tulivyokuwa navyo vimeendesha kampeni hii ambayo hiyo wamejitoa watu tofauti, wadau mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, taasisi kwa watu binafsi, wametoa chango sadaka zao na mimi nimekuja kuzikabidhi. Kwa hiyo ndio maana ya ukuaji, lakini maana ya watu wanapokusupport, wanapokuunga mkono manake ndio hii. Kwa hiyo waendelee kutuunga mkono kama leo tulifanya hapa. Mwakani tufanye makubwa zaidi, kwa sababu sio kwa sababu yetu sisi, ni kwa sababu ya ushirikiano wa watu tofauti ambao unatokana na ukubwa wetu unapozidi kukua. Kwa takwimu pengine ambazo tumezipata kutokea kwenye kamati, ni watu wangapi ambao tumeweza kufikia leo na kuwagusa? Nitatoa takwimu rasmi, lakini wengi sana, maelfu, kusema kweli ni maelfu. Na siwezi kusema tu namba ambazo sina uhakika nazo, nitatoa takwimu sahihi, lakini ninavyojua ni maelfu ya watu. Na ni washukuru wote ambao wametoa. Kama nilivyowaambia mwanzo, mimi nilikuwa na vision ya kusema kama mwaka huu tutoe mkono wa Idi, kaelekeza vyombo vifanye shughuli ya kuhamasisha, tukianzia sisi wenyewe ndugu familia kutoa tulivyokuwa navyo, ama baada ya hapo tukawahamasisha na watu wengine nao wameunga mkono kampeni kwa ukubwa, ambayo inaonyesha ni namna gani nchi watu tunapendana, tunathaminiana, haijalishi makabila yetu, bila kujali dini zetu, bila kujali itikadi zetu. Lakini kingine lazima tuipongeze na kuishukuru serikali ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu imeweka miundombinu ambayo imekaa rafiki, na ndio maana tunaweza kufanya vitu kwa amani. Nchi yetu ina amani, sikukuu hii tunafurahi tukiwa tuna amani. Angalia tumekaa hapa, unajua ukitoa sadaka ndio kuna vurugu, lakini vurugu hamna, watu wanapokea vizuri. Kidogo tu mtu anaweza kawa na haraka akamwambia usiwe na haraka, ngoja zamu yako itafika. Sasa hii vitu vinatokana na serikali kuweka mazingira hayo kama yeye kiongozi, yani kiongozi kutengeneza mazingira hayo. Kwa hiyo tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi kama wananchi anaotuongoza anatuwekea mazingira hayo, tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunamwakilisha vyema. Hata sadaka hizi pia niseme ni moja ya neema zake na uongozaji wake. Imefuata tumemobilize vitu vizuri, lazima wafikie tofauti vizuri. Alafu anayejaji ni Mwenyezi Mungu. Ukisikiza maneno ya watu utashindwa kufanya mambo mazuri kwa kuona utaonekanaje. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu no matter what nihakikishe kuwa nafanya mambo mazuri. Na sishtuki, sijali wala siogopi comment ya mtu ambaye negative. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi, na mimi nafasi hii kisha nafaidisha watu. Mwenyezi Mungu kanibariki na mimi kuhakikisha nawabariki watu. Napoweza kufuturisha nafuturisha, napoweza kutoa sadaka kama hivi natoa sadaka. Sasa comment za watu hawezi kuziepuka, kila mtu atacomment anavyoona yeye. Sasa kama unafanya kwa sababu ya watu utaogopa comment, lakini mimi nafanya kwa sababu ya Allah. Kwa comment yangu nitaikuta kwa Allah kesho na kishukuru nikifa. Ndio mimi nachokiangalia hicho, lakini comment na uzuri pia hata shehe wa mkoa alielezea vizuri. Kwa ni vitu vya kawaida, na nataka watu wengine wanaofanya mambo msikatishwe tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu. Mwenyezi Mungu anaelekeza hivyo, kwa sitokee kiumbe kukatisha tamaa. Fanya mambo mazuri, haijalishi unafanya kazi gani, unafanya kitu gani, hakikisha unaswali. Mimi naswali swala 5 shehe. Watu wengine sidhani kama watu wanafahamu, lakini mimi maisha yangu sasa hivi na miaka 3 na swali swala 5. Miaka 3 mfululizo na sikosi yani. Kwa hiyo nikitaka kumsikiza mtu anaimba afu na swali mnafiki. Okay, mnafiki yangu utajua Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu anasema funga, nakwambia saumu ni, yani funga ni yangu mimi, saumu ni yangu mimi. Basi na hizo neema za kwa